Kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo ilipaswa kuendelea mapema hivi leo ilishindwa kuendelea kukiwemo na sababu mbalimbali, lakini sababu kuu ikiwa ni tamko la United Nations ambayo imepinga vikali kifungo cha Mheshimiwa Tundu Lissu na kudai kwamba ni kinyume cha sheria za kimataifa, lakini hapo ikimhitaji Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kumwachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu kwani kifungo chake hakina maslahi yoyote. Lakini kabla ya kupeleka kwenye makala kuu, nikukumbushe wewe ambaye bado haujasubscribe channel hii, usisahau kubonyeza neno subscribe kwani taarifa zote hizi utazipata kila siku kupitia channel yetu pendwa ya Mjadala TV. Naam, Umoja wa Mataifa yataka Tanzania imwachie Lissu haraka, yataja kufungwa kwake kuwa ni batili. Lakini kwa maana hiyo kundi kazi la Umoja wa Mataifa kitengo kinachoangazia kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria maarufu kama arbitrary detention limeeleza kuwa kufungwa kwa kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu ni kinyume cha sheria na limekataa na ametaka wamweze kumwachiliwa mara moja iwezekanavyo. Katika maoni yake yaliyochapishwa katika kikao cha 104, kundi kazi hilo lilibaini kuwa kukamatwa na kuendelea kuzuiliwa kwa Lissu kwa tuhuma za uhaini hakika hakuna msingi wa kisheria na kuna kiuka viwango vya kimataifa vya haki za kibinadamu. Lakini pia lilitajwa kuwa utaratibu wa kisheria wa Tanzania wa kuwekwa mahabusu kwa makosa yasiyo na dhamana unapingana na kifungu cha 9 cha mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa kwa ujumla. Aidha, paneli hiyo ilisisitiza kuwa kumfungulia Lissu mashtaka ya uhaini kwa kauli alizotoa katika mkutano wa kisiasa ni kizuizi kisichokubalika kwa uhuru wa kujieleza, lakini pia kwa uhuru wa kukusanyika kwa pamoja. Kundi kazi la Umoja wa Mataifa limeitaka serikali ya Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kumwachia Mheshimiwa Lissu bila kuchelewesha na bila kuchelewa na kuhakikisha fidia kwa kifungo chake kisicho halali, likionya kuwa kesi yake ni sehemu ya mtindo mpana wa kukandamiza sauti ya mpinzani inayoendelea nchini Tanzania. Lakini mapema leo wakati Tundu Lissu akijaribu kupinga notice ya kuongeza ushahidi mahakamani, wakili wa serikali Katuga alijibu kwa msimamo mkali wa kisheria na kumweka Lissu kwenye kona ya hoja. Lissu alidai kuwa notice hiyo sio notice halali na kwamba haipaswi kuwasilishwa kabla ya mahakama kuamua uhalali wake. Hata hivyo, Katuga alimjibu wazi kwamba kisheria utaratibu ni upande wa mashtaka na kuwasilisha notice kisha upande wa utetezi ndio upinge kwa hoja zao, akisisitiza kuwa hiyo sio application bali ni taarifa ya kisheria. Lakini kwa upande mwingine Katunga alifafanua kuwa notice hiyo imewasilishwa kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha CPA ikijumuisha jina la shahidi, substance ya ushahidi na maelezo muhimu kama inavyotakiwa na sheria, lakini akiongezea kuwa hakuna sehemu sheria imeweka muundo maalum wa notice. Katika majibizano, Lissu alionekana kukerwa na kudai anafundishwa sheria, lakini Katuga alimjibu kwa udhibiti kwamba hakuna bingwa wa sheria mbele ya mahakama isipokuwa majaji, akisisitiza kuwa serikali imefuata taratibu zote. Lakini tukio hili lilionyesha Lissu akipambana kulinda msimamo wake huku Katuga akitumia sheria kumkaba hoja moja baada ya nyingine, hali iliyodhihirisha pressure kubwa kwa upande wa utetezi. Lakini pia hiyo ndio ilikuwa ni awali baada Mheshimiwa Tundu Lissu kuendelea, lakini kuna session ndogo ambayo iliweza kuendelea ambayo ni part namba 220 ambapo Mheshimiwa Lissu aliingia mahakamani na mawakili wa serikali walikuwa tayari na majaji wana kila dalili ya kuingia muda wowote, lakini kelele za mashujaa zikisikika kama ilivyokuwa kawaida ya Lissu pale anapowasili mahakamani. Lissu aliingia mahakamani na kuteta jambo pale na wakili Kisabo na Mahinyira ni kama anamwangazia jambo lingine. Lakini pia kwa upande mwingine tulimuona wakili Kisabo anachukua simu ni kama anafanya mawasiliano, lakini kwa upande mwingine majaji waliingia, lakini pia kuna mtu ambaye simu yake iliita na watu wakaweza kumshangaa kwani jambo lisiokuwa la kawaida. Lakini kwa upande mwingine anasimama Kalani na anasoma case number, anasimama pia Renatus Mkunde ambaye tupo
Wanasibamba Renatus Mkunde, Tupo Ajuai Katuga, Thawabu Isa na Cuthbert Mbirige. Shauri lilipangwa kwa ajili ya kusikiliza notice ya kuongeza mashahidi na ushahidi, na sisi tuko tayari. Majaji wanaandika mambo kidogo na wanamuuliza mshtakiwa kwamba Lissu anajibu kuwa yeye yuko tayari, lakini dalili zote hizi zilikuwa ni za awali, ambapo mwishoni Lissu alionekana kukerwa sana. Hivyo basi, nini itakuwa ni hatma ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan chini ya kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, hali ya kuwa United Nation imeweza kuingilia hili swala na isivyokuwa kawaida. Kwa mambo mengine mengi, usisahau kubonyeza neno subscribe, kwani taarifa zote utazipata kupitia channel yetu pendwa ya Mjadala TV.